Napenda kuchukua nafasi kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi katika kambi hii tangu mwanzo na leo tunahitimisha. Bwana apewe sifa. Amina. Tumebarikiwa mno katika kambi hii. Nimshukuru mchungaji wa mtaa kwa namna ambavyo pamoja na wazee wake wa kanisa kwa namna ambavyo wameweka mpangilio mzuri na ratiba nzuri. Bwana wabariki sana. Amina. Washukuru wachungaji wenzangu ambao tumekuwa nao katika kuhudumia kambi hili. Bwana wabariki sana. Amina. Kwaya ya Bigwa mmekuwa mstari wa mbele katika mahubiri kwa njia ya nyimbo. Bwana wabariki. Pamoja na kwaya ya Lukande nilikuwa nimepatia Kande. Bwana wabariki sana. Amina. Sijui ni kwaya na kaya nyingine nadhani ilikuwepo, walikuwa wanaimba basi wameenda kule. Basi wapendwa, niwakaribishe tena katika somo la ibada ya siku ya leo. Lakini niwaletee salamu kutoka ofisini. Katibu wetu mkuu Pasta Tumaini Mawago pamoja na Elda Mwanandewe, mwazini wetu wa jimbo, na wakurugenzi na wafanyakazi wa ofisini walituma salamu, wanawasalimia. Amina. Familia yangu pia mama anawasalimia. Amina. Katika somo ambalo tumekuwa nalo tangu tumeanza, ambalo katika makambi ya mwaka huu yamekuwa ni makambi yenye slogan inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Lina maneno matatu. Neno la kwanza ni kwenda. Kwenda ni kutembea. Kwenda ni kutembea. Haina maana umekaa, inahitaji safari. Kwenda ni safari. Maana yake unatembea. Unatembea. Huyo ndiye anayekwenda. Lakini ukiwa umekaa, si kwamba hapo uendi. Inawezekana pengine unapumzika, baada ya mapumziko utaanza safari. Lakini neno la pili ni kusubiri. Kusubiri. Unasubiri kwa sababu kuna kitu fulani. Mtu yeyote anayesubiri, kimuuliza uko hapa kwa nini? Ninasubiri. Unasubiri nini? Lazima kuambie kile kitu anachosubiri. Na kwa hiyo basi sisi subira yetu ni nani? Yesu. Tuko hapa kwa ibada ni kwa sababu ya Yesu. Na huyo Yesu, subira yetu imejengwa kwenye neno tumaini. Kwa tuna matumaini ya kwamba Yesu anakuja, na huyo Yesu ndiye tunayemsubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamsubiri Yesu. Na tuliona ya kwamba safari ya kumsubiri Yesu ilianza katika bustani kwa wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva walipofanya dhambi. Hapo ndipo safari ilianza. Hapo ndipo subira ilianza. Waliondoka katika bustani, wakafukuzwa, bado wametenda dhambi. Kwa hiyo mwanadamu amekuwa msafiri anayetembea katika dunia hii tangu Edeni alipotoka, amekuwa msafiri. Lakini safari ya mwanadamu huyu imejaa matumaini. Na matumaini haya ni kuja kwa Yesu, kwa sababu baada ya ile dhambi, Yesu Mungu alimpa ahadi, aliweka ahadi kwa Adamu kwamba huyu nyoka wewe utamponda kichwa naye atakuponda kisigino. Ulikuwa ni unabii wa kuja kwa Yesu mara ya pili, kwa ajili ya mara ya kwanza kakuja kukomboa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa na safiri akiwa na matumaini ya kwamba Yesu siku moja atakuja. Na hata leo
tunasafiri katika maisha ya imani tukiwa na matumaini ya kwamba Yesu atakuja mara ya ngapi? Mara ya kwanza alikuja akagongomewa msalabani, wakati alipokuja kwa ajili ya kuirudisha hii dunia mikononi mwake, maana ilikuwa imechukuliwa na Shetani. Utawala wa Yesu Kristo ndio leo umesimikwa na kumshinda Shetani, na sasa Shetani hana nguvu tena. Amina. Na sasa ndipo anasema ninaenda kuandaa, nitakuja tena. Kwa hiyo tupo tunaabudu, tumemwamini, kwa sababu ya tumaini ya kwamba anakuja mara ya ngapi? Na hilo ndio linatufanya tuendelee kuabudu, kwa sababu Yesu anakuja. Tuna matumaini. Hayo ni matumaini ambayo ametupatia yeye mwenyewe, ninaenda kuandaa. Kwa hivyo hebu tutaangalia somo la leo. Baba, tufundishe, nena nasi, nitumie kama chombo, wewe ukatafsiri neno lako. Kwa jina lako Kristo nikiomba na kuamini, amen. Neno tumaini. Tumaini la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Neno hili tumaini lina maana gani? Tumaini ni nanga ya roho zetu. Tumaini ni nanga. Wale ambao wamewahi kuishi kwenye maeneo ya bahari, wenye maeneo ya maziwa, watakumbuka jambo hili. Kuna wale wenye maziwa madogo wanakuaga, kunakuwa vitu ambavyo kuna aina fulani kabla kuna vidogo wao wanajua majina yao, lakini nitumie neno hili mara nyingi sana, wanasema wao wengine wanasema mitumbwi. Sijui kama ni Kiswahili sahihi mitumbwi. Sijui ni Kiswahili sahihi. Sawa. Meli pia. Unakuta ziko karibu na pwani ya bahari, lakini vinaelea. Inapokuwa inaelea, hata kama upepo umekuja, wao wameshashusha nanga. Ile nanga ndiyo inashikilia ule mtumbwi au ile meli au ile nini wanaita, ile nyingine inaitwaje? Mashua nyingine inaitwaje? Ngalawa. Nyingine inaitwaje? Boat. Nilikuwa nasafuta sana boat. Naelea inaenda, unakuta inaweza ikapelekwa mpaka kule, lakini haiwezi kuondoka. La sivyo, ukiacha bila kuweka nanga, utakuta boti lako limeenda ng'ambo ya ziwa Tanganyika, kule Kongo. Lakini kinachoshikilia na kinachofanya hii meli au boti isitoke, isiende mbali, ni ile nanga. Sasa anasema tumaini letu la kwamba Yesu anakuja ndiyo nanga ya roho zetu. Kwa hivyo tunapokuwa na imani kwamba Yesu anakuja, hiyo kwetu ni nanga. Hata upepo upite, hata changamoto zije, ninajua Yesu anafanya nini? Anakuja. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, nini maana yake? Ni mshumaa katika giza. Imani, tumaini katika maisha ya Ukristo ndiyo mshumaa unaomulika gizani. Unamulika gizani. Na wale wote mnajua mishumaa. Sasa hivi sio sana kijile mishumaa. Sasa sio sana, kwa sababu sasa hivi kila mahali ni umeme. Watu wamezoea tu kugonya tu umeme unawaka. Lakini zamani hizo ukiwauliza hao wazee walikuwa wanatumia mishumaa. Mishumaa ilikuwa mingi.
Nikoroboi vilikuwa vidogo hivi. Kwa hiyo ni mshumaa kwenye giza. Nuru ya mshumaa inapomulika, giza linatoweka. Kwa hiyo anasema ile nuru, ile neno tumaini kwa Mkristo ni kama mshumaa wenye nuru mahali pa giza. Kwa hiyo unakuwa na imani, una matumaini, anakuja. Una wasiwasi, anakuja. Kukawia atakawia, lakini atafanya nini? Anakuja. Watu wanasema kawia, lakini cha msingi ni kufika. Chelewa, lakini msingi ufanye nini? Ufike. Ndio kinachohitajika. Lakini neno hili tumaini, maana yake linatutia moyo kwa siku zijazo. Yaani hili ndio neno linalokutia moyo. Songa mbele. Yesu karibu anakuja. Una matumaini. Tumaini inatuongoza kuishi kwa makusudi ya kesho. Hili tumaini ndilo linatuandaa kwa ajili ya kesho. Tumaini, maisha yenye changamoto tunayopitia leo yatakoma na kesho yake tutapata nuru. Hili tumaini tulionalo wapendwa, ndilo linatutia moyo ya kwamba changamoto mnazozipitia, matatizo na shida, magonjwa, haya yote tunayopitia katika ulimwengu huu yatakoma. Na kesho itakuwa siku njema. Tumaini ni nguzo inayoshikilia ulimwengu. Bila tumaini, msingi wa wanadamu ungeharibika. Hivi wewe unafikiri kama hakuna tumaini kwamba Yesu anakuja, kungekuwa watu wanakuja kuabudu? Yaani kama hakuna chochote unachokitazamia, ungekuja kuabudu? Kinachofanya uabudu, kinachokufanya uwe na imani ni ile tumaini kwamba Yesu anafanyaje. Kwa hiyo anasema tumaini ni nguzo katika ulimwengu huu unaouona. Na ndio maana watu wengi wanamtaja Kristo, kwa sababu wana matumaini ya kwamba Yesu anakuja. Anasema nguzo katika dunia hii. Anasema kuna nguvu katika tumaini. Haleluya! Kwa kuangalia kesho na sio leo. Usiangalie leo, angalia kesho. Ni wapi tunaweza kupata tumaini? Zaburi ya 71 fungu la 5 na 6. Msomaji wetu, wale ambao wanatusaidia kusoma, Zaburi ya 71 fungu la 5. Wapi tunaweza kupata tumaini? Matumaini katika safari yetu wakati tukimsubiri Yesu. 71:5 Zaburi. Ndio. Nasema. Ndio. Maana ndiwe taraja langu. Bwana ndiye taraja langu. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Tumaini langu. Tokea ujana wangu. Tangu ujana wangu au nilipoamini. Nimaliza. Mpaka 6. 6 anasema. Ndio. Nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa. Ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Huyu tunayemsubiri ndiye aliyetutoa katika tumbo la mama. Ninakusifu wewe daima. Taraja langu ni Bwana, ambaye tangu ujana wangu nimemtumainia. Yeye ndiye aliyekutoa kwenye tumbo la mama, na leo uko hai. Ndiye taraja langu. Tumaini langu ni kwa Bwana. Nitaliweka tumaini langu kwa Bwana, ambaye yeye alinitoa tumboni mwa mama, na leo ninasimama ninaongea ni kwa sababu yake yeye. Na anasema atakuja tena. Katika kitabu kile cha Warumi, tumaini limetumika zaidi ya mara 125 katika Biblia. Neno tumaini limetumika mara
na 25 katika Biblia, nikikutia moyo, nikinitia moyo. Warumi 15 fungu la 13. Tunaweza kupitia somo hili, fungu hili tuone. Warumi 15 fungu la 13. Biblia inasema, ndio, basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote. Mungu atumaini awajaze ninyi furaha ngapi? Yote. Na amani katika kuamini. Na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini. Ili tupate kuzidi zaidi kuwa na nini? Tumaini. Katika nguvu za Roho Mtakatifu. Katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahitaji kuzidi zaidi kuwa na matumaini ya kwamba Yesu anakuja. Na ili tufanikiwe ni kupitia Roho Mtakatifu. Lazima tumkubali Roho Mtakatifu aingie katika mioyo yetu. Ni hitaji la kila mmoja kuwa na Roho Mtakatifu. Ni hitaji la kanisa leo kuwa na Roho Mtakatifu. Ni ahadi ambayo Yesu aliahidi, nitawapa msaidizi. Na tunaona wanafunzi wa Yesu, wakati Yesu ameenda mbinguni, baada ya siku 10, wakiwa katika chumba cha maombi, baada ya kumaliza tofauti zao, wakaungamiana wao kwa wao, wakaungama kutoamini kwao, wakamwomba Yesu awape maneno watakayoyazungumza kwa wadhambi ili kuwavuta kwa Yesu. Wakaondoa tofauti zao. Hatuwezi kupokea Roho Mtakatifu kama bado hatujaondoa tofauti zetu. Hatuwezi. Wanafunzi wa Yesu walitembea na Yesu miaka 3, lakini bado walikuwa na kasoro, na ndio sababu waliambiwa watulie pale Yerusalemu, wasiondoke. Na wakaenda katika chumba cha kusubiri ya kujaanza leo. Kumeanza miaka mingi. Wanafunzi nao wa Yesu walisubiri. Walikuwa wanasubiri nini? Walisubiri ahadi ya Yesu Kristo ya juu ya kupokea Roho Mtakatifu. Hawakujua atakuja lini. Hiyo ndiyo shida ya kusubiri. Hawakujua atafika lini. Ndiyo shida ya kusubiri. Lakini jipe moyo, usikate tamaa katika kusubiri. Cha msingi ni hiki: anakuja Yesu, anakuja, haijulikani anakuja lini na mwaka gani. Hata wanafunzi wa Yesu walisubiri kuja kwa Yesu mpaka walikufa wote. Adamu mwenyewe alisubiri akijua ya kwamba ni wakati wake ambapo Yesu atakuja, lakini Adamu alikufa vizazi na vizazi, Adamu hakumuona. Hata wewe leo usichoke kusubiri. Kuna watu eti miaka 30 kanisani, tumesubiri tumechoka. Yesu miaka hiyo 30 tu. 30 umechoka. Habari gani Adamu? Miaka 936. Miaka 930 nadhani na kitu hapo. Lakini Methusela yeye miaka 969 anasubiri, na bado alilala katika tumaini. Ibrahimu akisubiri katika umri wake na miaka yake yote 100 na kitu, anaendelea kusubiri, lakini alilala katika tumaini. Nuhu alikaa miaka ya kutosha, gharika ikaja, bado alilala katika tumaini. Cha msingi wapendwa, endelea kusubiri. Kama atakuja leo, aikute una matumaini. Usipoteze tumaini lako. Tumaini lako ni kuja kwa Yesu. Anasema wakasubiri Roho Mtakatifu, wakapokea Roho Mtakatifu. Nimesema hivi, kilichofanya wapokee Roho Mtakatifu ni baada ya kuungamiana wao kwa wao. Walikuwa waelewani miongoni mwao. Kama hebu tuone kidogo kwa ushahidi.
kuna ile siku Yesu alienda na wanafunzi kwenye ule mlima mmoja. Ni mlima mrefu, sio mrefu sana kwenda juu. Alafu ule mlima sio mrefu sana kwenda kwa ulalo, ila umeinuka tu umeenda juu. Ule mlima ila kameenda juu, alafu kana mpande wake kama mkali hivi. Mwaka jana nilikuwa kule. Sasa wakabaki hapa chini, alafu Yesu akachukua Petro, Yakobo na nani? Hao waliokuwa chini walikuwa na mateto. Kama kwa nini? Mimi nimebaki sijaenda. Na wale tena waliokuwa juu, wale watatu, walipoona muujiza huu ambao ulitokea pale, ambapo tunaona Musa na Elia walikuja wakiongea na Yesu. Walipoona sasa Yesu, tufanye vibanda vingapi? Vitatu. Kimoja chako, kimoja cha Elia, kimoja cha nani? Yaani eti mmoja akae na Yesu, mmoja akae na Elia, mmoja akae na nani? Hata wenyewe pale pia nafikiria, sijui huenda Petro ndio alitaka akae na Yesu, amwambie Yohana akae na Elia, na amwambie Yakobo naye akae na nani? Ubinafsi. Sasa wamesahau ya kwamba kuna wenzao wanawasubiri wapi? Chini. Hawataki kushuka mlima waende wakaungane pamoja na wenzao, wanataka wabaki kule. Wamewasahau wenzao. Inaonyesha roho ya ubinafsi. Hatuwezi kupokea Roho Mtakatifu kama tutafanya mioyo yetu kuwa migumu katika kusamehe na kusameheana. Pastor amezungumza habari ya kusameheana. Biblia inasema ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa katika kitabu kile cha Lulu za Usiku, ukurasa 400, anasema hivi: ikiwa mtu ambaye amekosea au amekosea anaenda kuungama kumwomba msamaha yule ambaye amemkosea, alafu yule ambaye amekosewa anasema mimi sitaki kabisa, sitaki kumsamehe. Au unapowasuluhisha watu, mmoja anasema mimi sitaki kabisa kupatana. Anasema hivi, yule anayekataa kupatana au kupatanishwa, yule anayekataa kumsamehe mwenzake, anasema hivi, atafananishwa na mtu ambaye dhambi zake zote alizoziungama huko nyuma ni kama hakuwahi kuziungama. Umepata hasara, umepata faida. Yaani kitendo cha kukataa kusameheana kile, umeingia hasara katika maisha yako. Dhambi zote zinarudi kana kwamba hujawahi kusamehewa. Na ndipo unaliona neno hili lina uzito kwenye Biblia. Ungamianeni dhambi zenu ninyi. Kwa nini anasema? Kwa sababu unapomkosea huyu mtu, wewe unapoangalia unamuona yeye, lakini kiukweli anasema unakuwa umemkosea Mungu aliyemuumba huyu mtu. Umesoma kitabu chetu Warumi 15:13, umesoma Timotheo wa pili 1:9. Lazima tuweze kuungama dhambi zetu, tuungamiane sisi kwa sisi, tupendane sisi kwa sisi, umoja na upendo uonekane kati yetu, ili tumpokee Roho Mtakatifu. Soma Timotheo wa pili 1:9. Nasema
Nasema Ndiyo. ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Huyu Yesu Kristo tunayemsubiri wapendwa, ambaye tumejenga tumaini kwake, ndiye yule aliyetuokoa kutoka dhambini ambako tulikuwepo huko zamani. Kabla ya kumjua yeye alituokoa. Si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, Sio kwa sababu tulifanya vizuri ndio akatuokoa, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. kwa sababu ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Tumepewa neema hiyo katika Kristo Yesu milele na milele, tangu milele. Yesu alipojitoa kufa kwa ajili ya mwanadamu, kumkomboa mwanadamu, ndipo neema ilianza na ndipo neema tulipopata. Yesu hakuja duniani kufa kwa sababu tumefanya matendo mazuri. Alikuja tukiwa hatumpendi, alikuja tukiwa wenye dhambi, na akafa ili sisi tuokolewe kutoka kwenye dhambi. Na baada ya wokovu huu ametuita sasa kutoka gizani ili tushiriki mwito mkuu wa Yesu Kristo. Akasema pendane, akasema anatupenda na sasa tupendane. Akasema tuwe na umoja kama Baba yetu alivyo na umoja na yeye. Akasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa likiwa halipo ndani ya shina, ili lizae matunda lazima liwe ndani ya shina. Kadhalika na sisi wapendwa, tumeokolewa ni kwa neema ya Yesu Kristo. Ni Yesu ametuokoa. Wengine hapa walikuwa katika mazingira mabaya sana, magumu sana, lakini Yesu ameokoa. Adamu aliposhindwa, Yesu alituokoa kwa kifo pale msalabani na ufufuo. Alifunua upendo wa Baba yake kwa ulimwengu. Alitimiza madai ya sheria katika kitabu cha Warumi 23 fungu la 6, ya Warumi 6 fungu la 23. Anasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kumbe ukitenda dhambi, thawabu ya dhambi ni mauti, ni kifo. Kifo cha milele, yaani maana yake kupotea milele au kuangamia milele. Dhambi ni mauti. Unapotenda dhambi, adhabu yake ni mauti. Dhambi yoyote unayotenda wapendwa, mshahara wake ni mauti, mauti ya milele au kupotea milele, kukosa uzima wa milele. Dhambi yoyote unayoifanya itakukosesha uzima wa milele. Acha dhambi, ungama dhambi zako ili upate uzima wa milele. Neema, upendo, huruma vimenipatia tumaini. Neema ya Yesu Kristo na upendo wa Yesu Kristo na huruma yake vimenipatia mimi, vimekupatia wewe tumaini. Bila neema ya Yesu, bila upendo wa Yesu, bila huruma wa Yesu, leo usingekuwa na matumaini. Una matumaini kwa sababu ya neema ya Yesu. Tumaini langu limejengwa juu ya Yesu. Kifo cha kudhalilishwa na mateso makali vimeleta tumaini. Kuna tumaini ndani ya Yesu. Liko tumaini katika Kristo Yesu. Liko tumaini ng'ambo ya kaburi. Liko tumaini baada ya haya maisha ya hapa duniani. Liko tumaini. Tumaini langu ni katika Yesu Kristo. Kwa hiyo nikimwamini Yesu Kristo, kwa tumaini langu nililonalo nikaliweka ndani ya Kristo, ninajua ya kwamba mimi
nimemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwa sababu hiyo nitasalimisha maisha yangu kwake. Yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea, atatusamehe dhambi zetu. Ndio maana akasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Anatoa mwito katika kitabu cha Isaya na katika kitabu cha Mathayo 24, sio 24, Mathayo 11, anatoa mwito wa pekee. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mizigo ni ipi? Mizigo ya dhambi. Hii mizigo yenyewe haikai kichwani, haikai mabegani, haikai mgongoni, haishikwi kwa mikono, iko ndani ya mioyo yetu. Kuna watu wamebeba vitu ndani ya mioyo yetu. Kuna watu wana mambo mazito makubwa yamelelea mioyo yao. Wamekosa amani, wamekosa furaha kwa sababu ya mambo yaliyo ndani ya mioyo yao. Hiyo Yesu anasema, njooni na hiyo mizigo nami nitawapumzisha. Haleluya! Lete mizigo yako kwa Yesu, mkabidhi. Hayo yote unayoyaona ni madogo sana mbele ya Bwana. Wewe unapoona ni milima mikubwa, hautatoboa, hautaweza, ukienda kwa Yesu ni kitu kidogo sana. Usiogope, mpelekee Yesu. Ndiye anayeweza. Yesu anayaweza yote. Katika kitabu cha Wafilipi anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anayekutia nguvu ya kushinda haya yote ni Yesu Kristo. Maana katika kitabu cha Kumbukumbu 8:18 anasema, uwezo wa nguvu uko mikononi mwake, naye humpa kila mmoja uwezo. Kwa hiyo ili tushinde tunahitaji uwezo kutoka kwa Yesu. Tutapataje uwezo kutoka kwa Yesu? Ni pale tunapomlilia, ni pale tunapomuomba, ni pale tunapomhitaji katika maisha yetu, ni pale tunapojisalimisha kwake. Mwamini Yesu naye atakuwezesha katika matatizo yote na mambo yote yaliyo magumu. Mwite Yesu naye atakuitikia. Nasema kaniite wakati wa mateso. Yesu anataka tumwite wakati wote. Yuko macho, yeye asiyelala, yeye asiyesinzia, wakati wote na mahali pote, asiyefungwa na wakati. Yupo wakati wote, tukimlilia atasikia sauti zetu. Anasema tumaini kwamba nimesamehewa dhambi zangu, majaribu hayana nguvu tena. Haleluya! Nina matumaini maana nimesamehewa dhambi zangu. Na ukisha samehewa dhambi zako, anasema ya kwamba majaribu hayana nini? Sikiliza, anasema mtu ambaye ameungama dhambi zake, shetani hana nguvu kwake. Shetani hana nguvu. Hata Yesu, mtakumbuka, alisema hivi kwamba tazama, mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana kitu. Kwa hiyo ina maana shetani hata akija, akikuangalia, anaona hakuna dosari mahali anapoweza kuingilia. Lakini shetani akija, anakuta una misongo ya kukosana na watu, una mambo umejaza kichwani, unampatia nafasi ya kuingia. Lakini unapoungama dhambi zako na makosa yako kwa Yesu Kristo, anasema hana nafasi ndani ya moyo wako. Changamoto zote atanishindia. Kesho itakuwa nzuri kuliko leo. Haleluya! Jamani, uzuri wa kesho, uzuri wa mji mtakatifu ni mzuri kuliko leo. Katika Tito 2, tumaini ambalo Kristo ametupatia ni kuona kwa imani ulimwengu ujao. Ni tumaini la kuja kwake kukaribu. Tito 2 fungu la 13. Tumaini la kuona ulimwengu ujao. Biblia inasema katika Tito 2:13, ndio,
tukilitazamia tumaini lenye baraka, tukilitazamia tumaini lenye baraka, na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, na kufunuliwa kwa utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Yeye alijitoa nafsi yake kwa ajili yako wewe na mimi, ili atukomboe na maasi yote, ili atukomboe na maovu yote ya dunia hii, na kujisafishia watu wake mwenyewe. Akajisafishia, yani alitukomboa na kutoka kwenye maovu ili ajisafishie watu wake mwenyewe, walio na bidii katika matendo mema. Walio na bidii katika matendo mema wanasafishwa. Anayesafisha mzambi anasafishwa na Yesu Kristo. Hata kama una dhambi, umekosa, ukimkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zitasafishwa na yeye mwenyewe. Maana alikufa, yeye alitoa nafsi yake ili wewe uokolewe. Yesu amekufa kwa ajili yako. Yesu amekufa kwa ajili yako ili wewe uokolewe, na anasema yuko tayari kukusafisha uchafu wote. Na ndiyo maana pale juu tuliona huruma, tuliona upendo alionao, kama mama alivyo na upendo kwa mtoto wake. Hata mtoto wake anapokuwa amejisaidia anakuwa mchafu mtoto, lakini mama bado anamshika, anamsafisha mtoto wake. Katoto kaliko kama amechafuka kanaonekana vizuri. Yesu mzambi anavyoonekana mbele za Kristo anaonekana mchafu, lakini Yesu kwa upendo wake anamshika, anamsafisha kwa damu yake Kristo. Yule mzambi anakuwa msafi. Paulo ni mojawapo, alikuwa mzambi, alisafishwa. Paulo leo anasema, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, na sasa nasubiri taji ya uzima nitakayovishwa, na sio yeye tu, na wote watakaomwamini nani? Ikiwa ni wewe na mimi. Siku moja tutaokolewa kutoka katika gereza la dhambi na mateso. Haya mateso tunayopitia, siku moja ipo inakuja, tutaokolewa. Tusikate tamaa, tusimame imara. Changamoto tunazopitia zinatofautiana kati ya mmoja na mwingine, na ukiona changamoto za mwenzako unasema kwa kweli ni yeye. Ukiangalia changamoto za Ayubu, unasema alikuwa ni Ayubu. Unaona kama zingekuwa ni za kwako unasema nisingeweza. Na ndicho kilichopo, na Mungu alivyo, haruhusu changamoto ambazo wewe huwezi. Ukiziona changamoto zozote Bwana ameziruhusu kwako, ni kwa sababu unaweza, na uwezo huu unatoka kwake yeye mwenyewe, anakuwezesha. Aliruhusu majaribu kwa Ayubu na akampa uwezo Ayubu wa kushinda yale. Yuda moja fungu la 14 ukisoma anasema, Henoko aliishi kizazi cha 7, lakini alimuona Yesu akija mara ngapi? Ya pili. Kuja kwa Yesu kulionekana mapema sana. Zaburi 50 fungu la 3 nasema. Zaburi 50 fungu la 3. Zaburi 50 fungu la 3. Zaburi 50 fungu la 3 anasema, ndio, Mungu wetu atakuja. Mungu wetu wapendwa atakuja. Wala hatanyamaza. Moto utakula mbele zake. Na moto utakula mbele zake. Na tufani yavuma sana. Ikimzunguka pande zote. Inamzunguka pande zote. Jamani, Mungu anakuja. Lakini anasema atakapokuja moto utalamba hii dunia. Nadhani tuliona hii dunia itaangamizwa kwa moto, na wadhambi wote wataangamizwa pamoja na dunia hii. Ila waliomwamini Kristo na kumkubali awe Bwana na Mwokozi, wameamua kuacha dhambi na kutembea pamoja naye, wataokolewa.
Isaya 35 fungu la 4 na la 6 anasema. Isaya Katika kitabu cha Isaya sura ya 35 fungu la 4 na la 6 soma. Biblia inasema, waambieni walio na moyo wa hofu. Waambieni walio na moyo wa hofu. Ninyi ni wajumbe wa Bwana, waambieni walio na moyo wa hofu. Jipeni moyo, msiogope, wala msiogope. Tazama Mungu wetu atakuja na kisasi. Anasema tazama Mungu wetu atakuja na kisasi. Huyu ni nabii Isaya. Tulimuona Daudi anasema Bwana anakuja. Tunamuona Isaya anasema Bwana anakuja. Tunamuona Inoko anasema Bwana anakuja. Twende mtu wa Mungu. Na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Anakuja na malipo na anakuja kutuokoa. Ndipo mtu aliyekilema, atarukaruka kama kurungu. Kama yuko kilema, mwambie asiogope. Siku inakuja atarukaruka. Amina. Na ulimi wake aliyebubu utaimba. Mwambie bubu naye ataimba. Maana katika nyika maji yatabubujika. Katika nyika maji yatabubujika. Na vijito jangwani. Waambieni watu wasiogope. Enyi washiriki wa kambi la mwaya, msiogope. Msiwe na wasiwasi. Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Katika Yohana 14 Yesu alisema hii ni ahadi. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini, tumwamini yeye, tumwamini Mungu na tumwamini na yeye. Maana nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama sivyo nisingeliwaambia. Nikienda kuandaa nitarudi, nitakuja tena niwachukue, ili nilipo na ninyi mwepo. Hii ni ahadi, ni Yesu mwenyewe alitamka. Fungu hili la Yohana 14 anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Alipokuwa anakizungumza neno hili, maneno haya aliyazungumza akiwa katika mji wa Kapernaumu. Kapernaumu ni mji ambao Kristo alipenda sana. Alipenda sana mji wa Kapernaumu. Na ukisoma Biblia yako utagundua ya kwamba miujiza mingi ilitendeka Kapernaumu. Miujiza mingi. Na ndipo maneno haya anazungumza. Kapernaumu moja ulikuwa ni mji wa kibiashara. Kapernaumu huko ni mji ulio karibu na bahari ya Galilaya. Kwa hiyo watu walikuwa wakivua samaki kwa wingi. Lakini anasema Kapernaumu walikuwa ni watu waliokuwa na lima na kilimo na ufugaji. Lakini anasema Kapernaumu ni mji ambao ulikuwa katikati ya njia kuu kama vile Morogoro. Morogoro ni mji ambao uko kwenye njia kuu. Ndivyo Kapernaumu ilivyokuwa. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanatoka eneo hili wakielekea Yerusalemu na Galilaya na sharti wapite hapo. Kwa hiyo anasema ni mahali ambapo Yesu alikuwa anafanya kazi mara nyingi. Kapernaumu ndipo tunaona lile jengo ambalo limekaa kwa muda wa miaka 900. Lile jengo limekaa. Ndipo tunaona lile jengo alilojenga yule ambaye nadhani kati ya jemedari au nani, yule ambaye walimwambia Yesu kwamba huyu ametujengea na sinagogi. Kapernaumu ndipo mahali ambapo mama mkwe wake Petro alikuwa anaishi. Yule ambaye alienda nyumbani kumponya. Na hata sasa lile jengo bado limehifadhiwa. Pale ambapo watu wanne walikuwa wamembeba mgonjwa, wakaputa umati wa watu, wakashindwa kumwingiza mlangoni, wakamwingizia juu ya dari. Kapernaumu ni mahali ambapo wamejenga. Ukiona zile nani zao za zamani, wao walikuwa kwa desturi ya Wayahudi walikuwa wanajenga hivi. Kama baba amejenga hapa, mtoto naye atajenga hapa, mwingine naye atajenga. Yaani wanajenga nyumba zilizo shikamana hivi. Hapo wanazunguka hapo wanazunguka.
Sasa Yesu kwa kuona hivyo, ili kusudi hawa watu waelewe vizuri, akasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama wao wenyewe makao yapo mengi kwa watoto wao, habari gani juu ya Yesu? Ni zaidi, si ndio? Kapernaum. Kapernaum. Ufunuo 9 fungu la 10. Kitu ambacho Yesu anazungumza hapa kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nini maana yake? Anasema hivi, Yesu anachozungumza ni kwamba kuna nafasi mbinguni kwa ajili yako. Kila mmoja nafasi yake ipo, ila wewe unaweza ukaipoteza au usiipoteze, lakini nafasi ipo. Ndio uzuri wa Yesu, anampenda kila mmoja, na ndio maana ameandika kwenye kitabu cha Petro kwamba hajakuja mapema, anakawilia, kwa sababu anataka kila mmoja afikirie nini? Toba, kwa sababu nafasi ya kila mmoja ipo, hata ya kwako mtu wa Bwana ipo. Sasa ni wewe tu kwamba uwe tayari kuokolewa au kuingia. Twende mbele, soma mtu wa Mungu. Ufunuo 9 mstari wa 10. Ndio nasema nao waramikia kama ya nge na miiba. Uko 7:10 7:9. Okay, 7:9. Ufunuo 7:9. Ufunuo 7:9. Baada ya haya nikaona natazama mkutano mkubwa sana. Anasema natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Ambao hakuna mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa, na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe. Na mavazi meupe ni haki na tabia ya Kristo. Wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wameshika matawi ya mitende, wakishangilia ushindi. Kwa hiyo watakaookolewa ni wewe, ni pamoja na wewe. Ukiamua kuokolewa, unaokolewa. Maamuzi ya kuokolewa yako ndani yako, hayako kwingine, ni ndani yako. Kazi ya Yesu ni kukupatia njia na nuru ya namna ya kuokolewa. Na ndiyo maana tuliona katika bustani ya Edeni ni kwamba Mungu humwachia mtu maamuzi. Yeye anatoa nuru kwako, anakupa faida ya hicho kitu na hasara ya hicho kitu. Leo hii anasema kumtenda dhambi hasara yake ni kuangamia milele katika moto wa milele. Lakini yule mtenda mema faida yake ni kuokolewa na kuishi milele. Amemaliza. Kwa hiyo kazi yako kuchagua. Lakini Yesu anasema, hebu tuangalie kitu kimoja hapa. Kuna dini moja. Anasema hivi, kuna dini mbili katika ulimwengu huu. Kuna dini mbili katika ulimwengu huu. Alisema Oliver Tower, Mprotestanti mmoja. Alisema katika dunia hii, katika ulimwengu huu kuna dini ngapi? Mbili. Jambo la kwanza, dini ya kwanza ni dini iliyoanzishwa na wanadamu. Dini ambayo imeanzishwa na wanadamu. Sikiliza mpendwa, katika ulimwengu huu kuna dini iliyoanzishwa na wanadamu. Dini ya pili, kuna dini iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Na haya ndiyo yanayotutesa katika imani. Katika ulimwengu wa imani, haya ndiyo yanayotutesa, kutotambua na kutojua dini iliyoanzishwa na Mungu na dini iliyoanzishwa na wanadamu. Hata dini iliyoanzishwa na wanadamu watu wanaifurahia kana kwamba ni ya Mungu. Sikiliza, Mungu hayumbishwi. Wewe ni binadamu, huwezi ukamuongoza Mungu. Wewe ni mwanadamu, huwezi ukamshauri Mungu. Mungu hashauriwi na binadamu. Mungu haongozwi na binadamu. Wewe ni kiumbe uliyeumbwa na Mungu. Kwa hiyo wewe utatekeleza masharti ya nani?
utatekeleza masharti. Wanadamu wamebadilika na wao wamekuwa miungu, wameona wanaweza kuboresha. Dini haiboresheki hivyo. Dini Mungu alianzisha tangu mstari wa Edeni. Sikiliza, ngoja nikwambie. Dini ilianza mstari wa Edeni, kabla dhambi haijaanza. Dini ilianza katika mstari wa Edeni. Imani ya dini ilianza katika mstari wa Edeni kabla ya dhambi kuanza. Hebu tuione. Mungu alipomuumba mwanadamu akiwa katika bustani ya Edeni, alimpatia Sabato. Na huyo Adamu na Eva walikuwa wanaabudu Sabato. Na katika bustani ndipo ilikokuwa dini moja tu. Kitu kingine ambacho alimpatia Adamu ni ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa. Sasa hebu tuone anapotoka. Yaani hakuna zaidi hapo. Yaani Mungu alimpatia Adamu Sabato, imani ya dini, akiabudu Mungu. Na Sabato aliyopewa Adamu, Mungu aliitenga kwamba hii ni siku yangu ya ibada, wewe utakuwa unaniabudu. Kwa hiyo kazi ya Adamu ikifika siku ya Sabato, alipamoja na mke wake walikuwa wanamwabudu nani? Mungu. Sabato ni kwa ajili ya ibada inayowakutanisha mwanadamu na nani? Na Mungu. Sabato ni kwa ajili ya mwanadamu ili atambue ya kwamba Mungu ndiye muumbaji. Alafu akampa ndoa. Akamwambia hii ndoa sasa utazaa na kufanya nini? Kwa hiyo kupitia ndoa uumbaji wa Mungu unafanyaje? Unaendelea na dunia inajaza vitu hivi. Sasa sikiliza. Kwa nini Adamu anaondoka kwenye bustani? Ni kwa sababu amevunja Sabato? Ni kwa sababu amevunja Sabato? Hapana. Adamu hakuvunja Sabato. Ni kwa sababu amevunja ndoa na mke wake? Hapana. Adamu hakuvunja ndoa. Kinachomuondoa katika bustani ya Edeni ni nini? Ni kukosa imani na Mungu. Mungu alimwambia usile tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Adamu akakosa imani na Mungu, alikosa imani kwa maneno yake. Na ile lilikuwa ni jaribu kabla hajatangaziwa kuishi milele. Alijaribiwa apimwe aone kama ni mwaminifu. Hata sisi kabla ya kuingia mbinguni tutapimwa. Na tuna kipimo kilichopo ni uaminifu kwa Mungu. Sasa Adamu anapoondoka katika bustani ya Edeni, ndipo nataka uangalie. Kwa hiyo hii Sabato ni takatifu. Halafu hii ndoa ni takatifu. Halafu Adamu alikuwa mtakatifu. Lakini kwa ajili ya dhambi, sasa Adamu sio mtakatifu, ni mwenye dhambi. Ile Sabato anapotoka katika bustani ya Edeni anatoka huku Sabato ipo na ndoa ipo, lakini yeye ni mchafu. Ila ndoa ni nini? Takatifu. Na Sabato ni nini? Ni takatifu. Kwa hiyo hata wakati Adamu anaondoka bustani ya Edeni, aliondoka na ndoa, aliondoka na Sabato, vikiwa vitakatifu. Ila yeye ni nani? Na leo wewe na mimi tuna ndoa na tuna Sabato, ni vitakatifu. Ila wewe waweza kuwa mchafu. Vinyo ni vitakatifu. Fanya unavyofanya, lakini vinyo ni vitakatifu. Vitoka kwa utakatifu hivyo hivyo. Fanya mambo yako yote, uizalau Sabato, lakini yenyewe ni takatifu, inaendelea. Na anasema itakuwa mwezi mpya na nini? Halafu wanadamu wote wataenda. Kwa hiyo Sabato ilianza Edeni, itamalizika Edeni ijayo. Na itaendelea. Jifanye mjanja. Eti Sabato iliishia msalabani. Jifanye mjanja. Kwani sikiliza,
Kilichofanya Adamu aondoke Edeni ni Sabato. Sasa kwa nini unasema imeishia msalabani? Adamu amefanya dhambi hapa Edeni, ndipo anapewa ahadi tena, anachukua mnyama anamchinja. Huyu kondoo aliyechinjwa alikuwa akiwakilisha mwana kondoo, na mwana kondoo huyu ni Yesu Kristo, ya kwamba Yesu atakuja kufa kwa ajili ya dhambi yako Adamu. Na Adamu ametenda dhambi ya kutokuwa mwaminifu, kutomtii Mungu, kutokuwa na imani na Mungu na kutompenda Mungu, kukosa uaminifu. Amekuwa dhambi yake kubwa ni kutokuwa na imani na neno la Mungu. Hiyo ndiyo akasema itamfanya Yesu aje hapa. Sio Sabato wala sio ndoa. Na Yesu anapokufa msalabani alikuwa anamkomboa mzambi, alikuwa hakomboi Sabato, alikuwa hakomboi ndoa, alikuwa anakomboa mzambi. Jifanye mjuaji. Alikuja Sabato ilishia msalabani. Ilishaje na yenyewe? Kwani inahusika na dhambi ya Adamu? Ishije? Hao inahusika na ndoa? Ndoa inahusikaje? Hata useme imeishia msalabani. Yeye hakuwa na haja. Amekuja kwa ajili ya huyu mzambi. Sasa ndipo unaona dini iliyoanzishwa na mwanadamu inaikataa Sabato. Wanadamu wamefundishwa kuikataa Sabato, wakileta hoja na nyingi na nzuri, lakini nataka nikuambie, hata utengeneze hoja nzuri kiasi gani, msingi wa neno la Mungu juu ya Sabato unasimama hata milele. Amina. Hautabadilika. Anasema yeye si kigeugeu ambaye aseme hivi kesho aseme hivi, hatabadilisha. Hebu tuangalie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16. Danieli anasema watakatifu watamiliki ufalme wa mbinguni. Hebu tusoma, mtu wa Mungu, soma. Wapendwa, tunapaswa kuijua dini ya kweli, ile dini ambayo Kristo mwenyewe alipokuja duniani tunamuona katika kitabu cha Luka, na siku ya Sabato akaenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Msomaji. Biblia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 16 na 17. Biblia inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Yesu mwenyewe ndiye atakayeshuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Anasema anapokuja atakuwa na mwaliko. Mwaliko huu ni malaika wataambatana pamoja naye. Na sauti ya malaika mkuu. Na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Haleluya. Amina. Usihangaike na kifo. Mtu akifa haendi mbinguni rafiki. Akifa anazikwa. Biblia ilisema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alisema, akasema kwa kuwa umesikia sauti ya Adamu alipokuwa amefanya dhambi, anamwambia sasa Adamu, mavumbini utafanyeje? Utarudi. Kwa hiyo mtu akifa anarudi mavumbini. Sasa wewe unaposema ameenda mbinguni, ulimuona anaenda? Wakati umeona kabisa mnashusha jeneza ndani. Mbona mnachanganya? Wangapi wamewahi kuhudhuria mazishi? Ila sikilizeni, huwa mnahudhuria, huenda sijui, lakini kama huwa mnawasikia. Mimi huwa nikifika na asikia sana. Kuna maneno mawili yanachanganya watu. Pale. Kama uko makini kwa wale wahubiri. Anasema hivi kwamba hawakatai kwamba Yesu atakuja. Wanajua. Ila wamefanya makusudi na kuendeleza udanganyifu, kwa sababu anasema hivi mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa nini? Bwana atakuja kufufua siku ya ngapi? Ya mwisho. Alafu anageuka, amepokelewa na watakatifu mbinguni. Kwa hiyo watu wanachokisikia ni hiki cha mwisho. Hiki aliposema kwamba Bwana atakuja kufufua, hawalielewi.
Nenda kaulize wote wanaohudhuria mazishi. Hawajui hilo neno. Wewe mwambie mtu mmoja, huwa unasikia nini? Hawaelewi. Hata wengine hapa walikuwa hawaelewi. Maneno hayo mawili wale wote wanatamka. Wale wanaofanya mazishi huwa wanatamka. Ila hili moja hawalizingatii. Wanachukua hili la kusema amepokelewa na malaika mbinguni, anakaa yani yuko pamoja na nani? Kwa hiyo huchanganya ukweli na uongo. Mungu alisema utarudi wapi? Wewe umetoa wapi la kusema anacheza na malaika mbinguni? Wakati umeona mwili umeweka. Sasa wewe si ujiulize hata akili tu ndogo tu. Si ujiulize huyu mbona tumemzika hapa? Sasa mbinguni amepitia mlango gani? Hata hivyo basi nenda kamuulize yule aliyekuwa anasema sasa yule mimi niliona tumemzika pale. Sasa alipita mlango gani akaenda mbinguni? Muulize hata hivyo tu. Okay. Matendo 1:9-11. Dini ya kweli na dini isiyo ya kweli. Dini ya kweli ni ile yenye mizizi yake katika maandiko matakatifu. Dini ya uongo ni ile dini isiyo inayochanganya maandiko matakatifu na uongo. Jiala. Mungu hana siku 2 wala 3 wala 4 za ibada. Mungu alitamka siku ya ibada moja. Na wala sio 2. 2 zilikuja baada ya uasi kuongezeka katika dunia hii. 3 ikaja, ya 3 ikaja baada ya uasi tena kuongezeka. Leo kuna ya 4. Eti mtu anasema ya kwamba kuabudu si kuabudu. Kuabudu si kuabudu. Unaabudu unavyotaka. Mungu anataka uabudu anavyotaka, sio unavyotaka. Ukiona unaabudu unavyotaka, hiyo sio dini. Dini ya kweli ni kuabudu kwa vile Bwana alivyoweka utaratibu. Na Mungu ana siku yake. Asingekuwa Mungu kama ndio hivyo. Kama kila mtu anasema kwamba kwa siku yote anayotaka anaweza kuabudu, huyo sio Mungu basi. Hata tutamshangaa. Hana msimamo. Mungu hatayumbishwa na mawazo ya binadamu. Msomaji, tusomee. Msomaji, soma msomaji. Kitabu cha Matendo sura ya kwanza. Matendo 1:9-11. Tunapohitimisha somo letu. Biblia inasema, ndio. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa. Ndio. Wingu likampokea kutoka machoni pao. Ndio. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu 2 wakasimama karibu nao, ndio, wenye nguo nyeupe. Ndio. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, ndio, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Amen. Wakati huo alikuwa katika mlima wa Mizeituni. Kazi ya ukombozi wa mwanadamu imekamilika. Yesu amekufa na amefufuka. Baada ya kufufuka alikaa siku 40. Alikaa siku 40 na akiwa na wanafunzi wake kuandaa kwa ajili ya kuwa tayari kupokea Roho Mtakatifu na kuendeleza kazi yake. Sasa akiwa katika mlima wa Mizeituni. Mlima wa Mizeituni, kilima kile cha Mizeituni kiko mashariki mwa mji wa Yerusalemu. Karibia na lango kuu la Yerusalemu. Yerusalemu kulikuwa lango kuu ambalo lilikuwa ni lango la kuingilia. Sasa mashariki yake ndiko kuna mlima wa Mizeituni. Na mlima huu wa Mizeituni, chini ya ule mlima ndiko kuna bustani ya Mizeituni. Getsemani. Inaitwa bustani ya nini? Getsemani. Mahali ambapo Yesu alienda na wanafunzi wake
Wakaomba, akawaambia kaeni hapa. Yeye akatoka kidogo mbele yake akiomba, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Wanafunzi wamebaki wamelala hapa. Ile bustani ya Getsemani iko chini ya kilima cha Mizeituni. Na sasa wakati huu haendi Getsemani, anapanda kilimani, na anapokuwa na umati mkubwa, anasema yapata watu 500 waliokuwa pamoja naye. Wakashangaa akiongea hapo, wakashangaa huyo ameanza kuondoka, anaenda, nao wanaangalia. Sasa anasema watu wawili wakatokea, na hawa walikuwa si wengine, ni malaika. Wakamwambia, ni watu wa Galilaya, umekaza macho kwenda mnavyoangalia huyo Yesu anavyoenda, hivyo mnavyomuona anaenda ndivyo atakavyokuja. Hivyo mnavyomuona anaenda ndivyo atakavyo. Kwa hiyo Yesu hatakuja kwa siri, na kila jicho litafanyeje? Litamuona. Bwana na atubariki. Amen. Wapendwa, tujenge tumaini letu kwa Yesu. Amen. Jenga tumaini lako kwa Yesu. Amen. Mchana wa leo wangapi wanasema, Bwana nisaidie katika maisha yangu, kuanzia sasa niwapende wanadamu wote. Kuanzia sasa niwapende wanadamu wote, nisiwe na kisilani na mtu. Kuanzia sasa niuache ulimwengu na mambo yake. Kuanzia sasa nisimame pamoja na Yesu. Kuanzia sasa nijenge matumaini yangu kwa Yesu. Kuanzia sasa Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mimi leo namkabidhi maisha yangu. Ikiwa ni kusudi lako, waweza kusimama. Mkabidhi Yesu maisha yako. Ndugu zangu, Yesu anahitaji tumtumainie. Yesu anahitaji tumtegemee. Yesu anahitaji tuache dhambi. Yesu anahitaji tupendane. Waone wanadamu wote kwamba ni watahiniwa wa kwenda mbinguni. Mungu awabariki. Ninatoa wito kwa ajili ya ubatizo. Wale wote ambao walijitoa kwa ajili ya ubatizo jana, juzi, naomba mje hapa mbele wakati kwaya ikiendelea.